Kwanza kuna mazingatio maalum ambayo pamoja na mambo mengine priority imeelekezwa katika kuhakikisha kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea kusimama imara, kwa sababu kwa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunataka kujenga taifa linalojitegemea kiuchumi na kisiasa, lenye ustawi wa watu wake na linaloenzi na kuthamini mila nzuri, desturi pamoja na utamaduni. Sasa katika hayo, kwa mwaka 2025-2030 Chama cha Mapinduzi kitaendelea kustawisha maisha ya wananchi katika sekta zote za kijamii na kutekeleza vipaumbele vifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, vipaumbele ambavyo vimeweka na ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya serikali kuvitekeleza katika kipindi cha miaka mitano ijayo ni vipaumbele 13 ambavyo vimeelezwa. Lakini kwa summary tu, kuna baadhi yao ni pamoja na kuendelea kuwaunganisha Wazanzibari, kudumisha umoja, amani, utulivu, ushirikiano, maridhiano na uvumilivu. Ndugu Mwenyekiti, kwa kwetu Zanzibar, maendeleo ambayo tumeyaona, presentation ambayo ilikuwa imefanyika jana, ni kwa sababu ya kuwa na amani na utulivu pamoja na umoja tuliokuwa tunao. Kwa hivyo Chama cha Mapinduzi kinataka katika miaka mitano ijayo kuhakikisha kwamba utulivu unaendelea, ushirikiano, maridhiano pamoja na uvumilivu wa kisiasa. Lakini la pili, ndugu Mwenyekiti, tunataka Chama cha Mapinduzi kimeitaka serikali kuimarisha upatikanaji wa ajira kwa vijana kwa kuzalisha angalau ajira 350,000 kwenye sekta rasmi na sekta isiyo rasmi. Ndugu Mwenyekiti, katika kipindi cha miaka mitano iliyokuwa tunayo sasa hivi, ajira ambazo tulikuwa Chama cha Mapinduzi imeelekeza serikali zipatikane ni ajira at least 300,000. Tumetekeleza mpaka mwaka 2024 78% ya ajira hizo ndani na nje, sekta iliyokuwa rasmi na sekta isiyokuwa rasmi. Kwa hivyo katika kipindi cha miaka mitano inayokuja, Chama cha Mapinduzi kimeielekeza serikali kusimamia upatikanaji wa ajira za vijana at least 350,000. Lakini ndugu Mwenyekiti, kwenye eneo jingine ambalo ni la kipaumbele ni pamoja na kuanzisha makazi bora ya upendezeshaji wa miji kwa kuzingatia teknolojia mpya ya ujenzi, mipango miji na mipango ya usafi na mazingira pamoja na udhibiti wa taka. Lakini kwa sababu Zanzibar ni visiwa, Chama cha Mapinduzi kinaitaka serikali kuhakikisha inasimamia athari za mabadiliko ya tabia nchi, kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yanasababisha mabadiliko ya tabia nchi pamoja na athari basi yanasimamiwa kwa kutekeleza miradi mbalimbali ambayo itakuwa imeainishwa. Katika maeneo mengine, ndugu Mwenyekiti, kwenye hatua ambayo tumesema teknolojia kidogo inaleta changamoto, lakini katika hatua nyingine Mwenyekiti, kuna mafanikio mengi ambayo yamepatikana katika kipindi cha miaka mitano. Tutaendelea kuhakikisha kwamba mafanikio hayo yote yanaimarishwa. Ndugu Mwenyekiti, kwenye Chama cha Mapinduzi kitaitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhakikisha kwamba tunawekeza katika miundombinu na huduma za jamii kwa kushirikiana na sekta binafsi na kuimarisha matumizi ya teknolojia za kisasa na ubunifu ili kuleta ufanisi katika kutoa huduma. Ndugu Mwenyekiti, hili ni katika eneo ambalo tumelipa kwa mapana yake kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa na endelevu. Ndugu Mwenyekiti, katika hilo tunataka tuhakikishe kwamba tunakuwa na makazi bora na kupendezesha kwa mji na kuzingatia teknolojia mpya ya ujenzi, lakini vile vile ni pamoja na kuhakikisha kwamba hata makazi bora ya wananchi wenye kipato cha kati na kipato cha chini yanakuwa yanazingatiwa. Ndugu Mwenyekiti, eneo jingine
tunataka kuendelea kuimarisha hali ya uchumi, na Chama cha Mapinduzi kinaielekeza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhakikisha inadhibiti kasi ya mfumuko wa bei kuwa chini ya 5% kwa mwaka, lakini vile vile kuongeza ukuaji wa pato la taifa kutoka wastani wa 7% na kufikia 10% kwa mwaka. Sasa hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, toka mwaka 2021 mara tu baada ya kumalizika athari za ugonjwa wa uviko, Zanzibar imekuwa ikikua kwa wastani wa 7%. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kimeielekeza serikali kuhakikisha kwamba inakuza uchumi na kufikia wastani wa 10% kwa mwaka. Vile vile, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunataka kuongeza kipato cha Mzanzibari kutoka dola za Kimarekani 1241 kwa mwaka 2023 hadi dola za Kimarekani 1880, na hii inakwenda sambamba na ukuaji wa 10%, na hivyo tunataka kuhakikisha kwamba tunaimarisha upatikanaji wa kipato cha mwananchi. Katika hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, Chama cha Mapinduzi inaitaka serikali kuimarisha usimamizi wa sera za uchumi, fedha na mapato, ambapo hatua za kufanya ni pamoja na kufanya mapitio ya sera na sheria za mapato, kuimarisha ushirikiano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika usimamizi wa sera za fedha na kodi kwa kuzingatia mazingira maalum ya Zanzibar. Vile vile, Chama cha Mapinduzi kimeitaka serikali kuimarisha mfumo wa kidijitali katika utoaji wa huduma za kifedha na malipo. Kwenye eneo hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya upekee wa Zanzibar kutokana na uchache wa rasilimali fedha katika kutekeleza maeneo mbalimbali ya maendeleo, Chama cha Mapinduzi kimeitaka serikali kuhakikisha inatafuta njia mbadala za upatikanaji wa rasilimali fedha, hasa ukizingatia mazingira ya Zanzibar. Wengi wa wakazi wa Zanzibar ni wananchi wenye kufuata misingi ya sharia. Kwa hiyo, ndugu mwenyekiti, hili tumelianza katika miezi michache tu. Tumeanza na utolewaji wa hati fungani ya sukuk maarufu kama Zanzibar sukuk, na wananchi wengi, ndugu mwenyekiti, pamoja na viongozi mliopo, wameweza kupata mwamko wa uwekezaji. Kwa hiyo tumeanza na Zanzibar sukuk, lakini Chama cha Mapinduzi inaielekeza serikali kuhakikisha kwamba tunaimarisha benki, hususan benki ya watu wa Zanzibar PBZ. Tunaimarisha vile vile shirika letu la bima ambalo linazingatia misingi ya sheria maarufu kama Zik Takaful. Katika miaka 5 ijayo, ndugu mwenyekiti, Zanzibar imetakiwa ianzishe Zanzibar Securities Exchange, ambayo pamoja na mambo mengine itakuwa ina complement katika kutafuta mitaji na kuwekeza katika hisa pamoja na soko la hisa la Dar es Salaam. Lakini vile vile katika kuimarisha uchumi wa Kiislamu, Zanzibar imetakiwa kuanza na vile vile kuanzisha Zanzibar Halal Bureau. Hii itasimamia sana kutoa huduma zinazofuata misingi ya sheria. Ndugu mwenyekiti, katika kipindi hiki tunapata watalii wengi kule Zanzibar, lakini wengine wanataka huduma ambazo zinazingatia misingi ya sheria. Kwa hiyo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetakiwa na imejipanga tayari kuanzisha Zanzibar Halal Bureau, ambayo itakuwa ndiyo taasisi inayothibitisha kwamba huduma pamoja na biashara unayoifanya imezingatia misingi ya sharia, na kwa maana hiyo itathibitishwa kama ni halal. Katika eneo jingine, Chama cha Mapinduzi inafahamu na inatambua kwamba sekta binafsi ni msingi wa maendeleo ya nchi. Hivyo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetakiwa kuweka mazingira rafiki kwa sekta binafsi kwa kupunguza urasimu, kuweka vivutio vya uwekezaji, sera na sheria wezeshi za kodi, lakini vile vile udhibiti wa masoko. Kwenye eneo hili vile vile Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetakiwa kuhamasisha sekta binafsi kuwekeza katika kilimo, teknolojia, viwanda pamoja na huduma.
lakini vile vile kuimarisha ushirikiano wa sekta binafsi na umma, sekta binafsi na sekta binafsi zikiwemo vile vile fursa za ushiriki kwa ufadhili wa utekelezaji wa miradi, yani EPC plus finance, lakini vile vile mikataba ya usimamizi na uendeshaji wa miradi. Lakini Chama cha Mapinduzi kimeitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhakikisha wajasiriamali wanapata mikopo nafuu pamoja na mafunzo. Katika eneo la kuimarisha na kukuza maendeleo ya sekta za uzalishaji, Chama cha Mapinduzi kinatambua kwamba kuna maeneo kadhaa ambayo bado Zanzibar haijakuwa na fursa nzuri. Hivyo kwenye hili Chama cha Mapinduzi kinaitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhimiza na kuwekeza zaidi katika matumizi ya teknolojia, katika kuongeza tija na uzalishaji, mfumo wa upatikanaji wa pembejeo za kilimo, kuandaa vile vile program za kuwawezesha vijana kupata mikopo nafuu na zana za kilimo na teknolojia ya uzalishaji. Lakini Chama cha Mapinduzi kinaitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhakikisha tunaimarisha chuo cha kilimo na mifugo kwa kuongeza vile vile fani za kilimo na mifugo na kushajiisha uwekezaji katika kuongeza thamani za bidhaa za kilimo ambazo zinazalishwa Zanzibar. Kwenye eneo jingine ni eneo la kuleta mageuzi katika mifugo kwa kuongeza uzalishaji na tija, vile vile upatikanaji wa mitaji yenye unafuu na masoko kwa bidhaa za mifugo, na ushiriki wa sekta binafsi katika kuongeza uzalishaji vile vile wa kuku, mayai, mbuzi, kulinda masoko ya bidhaa hizo kutoka nje ya nchi. Ndugu mwenyekiti, sisi Zanzibar eneo kubwa la uchumi wetu ni utalii, lakini kilichopo sasa hivi ni kwamba zile bidhaa nyingi ambazo zinatumiwa na watalii zinatoka nje. Kwa hivyo katika kipindi cha miaka mitano, Chama cha Mapinduzi kinaitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhakikisha kwamba bidhaa nyingi zinazalishwa Zanzibar na zinatumika katika soko la utalii lililopo. Kwenye eneo jingine, kwenye maeneo ya biashara, wananchi wa Zanzibar utamaduni wao mkubwa ni biashara. Kwa hivyo Chama cha Mapinduzi kinaitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kutake advantage ya eneo hilo, na kwa maana hiyo imeitaka kuendelea kusimamia mageuzi ya urahisishaji wa kufanya biashara Zanzibar, lakini vile vile kujenga maabara ya kisasa upimaji, ambayo maabara hiyo itajengwa upande wa Chamanangwe kule Pemba na itajengwa upande wa Dunga kwa Unguja ili kudhibiti ubora wa bidhaa. Shirika letu la ZSTC linatakiwa kuendelea kununua karafuu kutoka kwa wakulima kwa bei ya 80% ya soko la dunia, lakini vile vile Chama cha Mapinduzi kinaihimiza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kutumia mifumo ya kielektroniki katika kufanya biashara na kudhibiti uingizaji bandia wa bidhaa bandia nchini, lakini vile vile kinahimiza sana Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na kitasimamia kuhakikisha kwamba kituo cha kimataifa cha biashara Dimani kinakamilishwa. Katika eneo jingine, ndugu mwenyekiti, Chama cha Mapinduzi kimeitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuweka mazingira uwezeshi ikiwemo uanzishaji wa kampuni changa. Lakini ndugu mwenyekiti, Chama cha Mapinduzi kinaitaka serikali kuanzisha mfuko maalum kuwezesha upatikanaji wa mitaji hususan kwa startups, zile kampuni changa ambazo ndio kwanza zinaanza. Nyingine ni kuhakikisha kwamba Zanzibar zile startups zilizopo tunazifungulia fursa za masoko ya ndani na nje kwa bidhaa ambazo zinazalishwa, na vile vile kuanza kusarifu mwani kwa kiwanda cha mwani cha Chamanangwe kule Pemba. Ndugu mwenyekiti, pamoja na ndugu viongozi na wajumbe tuliokoko hapa, tayari kiwanda cha Chamanangwe cha kusarifu mwani kimejengwa kule Pemba, lakini kwa sasa sio muda mrefu kitaanza uzalishaji ili ya mwani ambao unazalishwa Zanzibar, unavunwa kule Zanzibar, sasa uweze kuongezewa thamani, na kwa maana hiyo sasa tuwe hatusafirishi mwani lakini tunasafirisha bidhaa za mwani. Na hapa ndipo zitakapotoka zile ajira 350 ambazo Chama cha Mapinduzi kimeitaka serikali ihakikishe inazizalisha. Kwenye maeneo ya ardhi, Zanzibar ardhi ni ndogo, kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kimeitaka serikali kuendelea kufanya mapitio ya sera, mipango na sheria za ardhi kuendana na mabadiliko yanayojitokeza, kuendelea na zoezi la utambuzi na usajili wa ardhi, lakini vile vile kuanza mipango ya kufukia bahari
kwa lengo la kupata ardhi kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Visiwa vyetu vimezungukwa na bahari na eneo kubwa sasa limekuwa na makazi, eneo la uwekezaji linaweza likawa dogo. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kinaitaka katika kipindi cha miaka 5 ijayo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuandaa mipango ya kuanza kufukia bahari ili Zanzibar iweze kupata eneo kubwa kwa ajili ya uwekezaji pamoja na makazi. Ndugu mwenyekiti, wakati tuko sekondari tulikuwa tunasoma land reclamation kule Holland. Sasa kumbe tunapokuja hapa, kumbe sasa hivi ndio idea iliyopo, na kwa udogo wa Zanzibar basi hili jambo linaweza likawa na manufaa makubwa katika uwekezaji. Kwenye eneo la uchumi wa buluu, Chama cha Mapinduzi inaitaka Zanzibar kuendelea kuimarisha utalii kwa kuongeza idadi ya watalii wanaofika Zanzibar kufikia 1,500,000, lakini vile vile kuongeza vyumba vyenye hadhi ya juu kufikia 10,000, kutenga eneo maalum kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa zinazozalishwa nchini. Kwenye eneo la uvuvi, Chama cha Mapinduzi kinaitaka serikali kujenga bandari 2 katika maeneo ya Ngalawa, Bububu pale Unguja na Shumba mjini kwa upande wa Pemba, lakini vile vile kimeitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kufanya taratibu za kununua meli kubwa moja ya uvuvi ikiwamo uvuvi wa bahari kuu, na vile vile kujenga kiwanda cha kuchakata samaki eneo la Shumba mjini kule Pemba. Katika hatua nyingine, ndugu mwenyekiti pamoja na ndugu wajumbe, ni kwamba bado Chama cha Mapinduzi kinataka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuendelea na usimamizi wa eneo hili la mafuta na gesi asilia kwa kuanza uchimbaji wa gesi asilia Zanzibar, kutangaza vile vile na kugawa vitalu. Tunatakiwa vile vile kama Zanzibar, Chama cha Mapinduzi kinaitaka tuendelee kujenga bandari, yani dry dock ambayo iko kule Mangapwani, na kuimarisha miundombinu katika bandari za Malindi, Mpigaduri, Mkokotoni, Mkoani, Wete na Shumba mjini kwa upande wa Pemba, na kuendelea na hatua za kuweka conventional mooring katika eneo la Mangapwani. Katika hatua nyingine, kwenye maendeleo ya sayansi na teknolojia, kama tunavyojua hatuwezi kwenda bila sayansi na teknolojia. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi imeitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuimarisha sekta ya ubunifu, kuimarisha mazingira ya uchumi wa kidijitali na kuongeza upatikanaji wa teknolojia mpya, kuwezesha elimu ya kidijitali na tehama kwa umma, utafiti na ubunifu pamoja na huduma za habari na mawasiliano, yani katika maeneo yote tuhakikishe kwamba maeneo ya ICT yanakuwa yanatumika. Kwenye eneo la afya, sasa hivi tumepiga hatua kubwa, lakini Chama cha Mapinduzi kinalitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuendeleza ujenzi na ukarabati wa hospitali ya rufaa ya Mnazi Mmoja, kujenga hospitali 4 za mikoa katika mkoa wa Kusini Unguja, Kaskazini Unguja, Kusini Pemba na Kaskazini Pemba. CCM oye! Lakini vile vile Chama cha Mapinduzi kinaitaka serikali kuimarisha uwezo wa kudhibiti magonjwa ya mlipuko katika eneo la Dunga, Mkwaju Ngoma kwa Unguja na eneo lile la Mfikiwa kule Pemba, na vile vile kuimarisha miundo mbinu ya msingi ya kutoa huduma bora za afya. Chama cha Mapinduzi katika eneo la maendeleo ya mipango miji, nyumba na makazi imeitaka serikali kukamilisha ujenzi wa nyumba mpya za makazi 4,715 katika maeneo ya Chumbuni, Nyamanzi, Kisakasaka kwa Unguja, na kwa upande wa Pemba katika maeneo ya Mfikiwa kwa ajili ya wananchi ambao wana kipato cha chini. Lakini tumetakiwa kuandaa sera maalum ya makazi bora yenye kufuata mpangilio na kupendezesha miji ya Unguja na Pemba, na mpango kabambe wa matumizi ya ardhi ni muhimu katika kufikia lengo hili. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inatarajia kujenga nyumba kutokana na udogo wa ardhi. Inatarajia sasa kujenga nyumba nyingi ambazo zitaweza kuaccommodate wananchi kwa wakati mmoja, na shirika letu la nyumba la Zanzibar linafanya kazi hiyo kwa umakini kabisa. Kwenye eneo la sanaa, utamaduni na michezo, ndugu mwenyekiti, Chama cha Mapinduzi inatambua umuhimu wa michezo katika ajira, lakini vile vile katika kukuza afya za wananchi. Katika hili serikali imetakiwa
kuendelea na ujenzi, lakini vile vile kukarabati miundombinu ya michezo yenye hadhi ya kitaifa na kimataifa, kuandaa matamasha ya kimataifa utamaduni ikiwemo chakula na mavazi ya Mzanzibari, lakini vile vile tumetakiwa kama Zanzibar kuanzisha chuo cha michezo, na vile vile Zanzibar Chama cha Mapinduzi kimeitaka kuanzisha skuli za akademia za michezo. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti, zile mechi zitaendelea kuchezwa sana Zanzibar, na tunataka kuhakikisha kwamba viwanja vya Zanzibar vinakuwa na hadhi ya kimataifa. Niwapongeze sana wenzetu walioamua kuja kucheza mechi ya kimataifa kule Zanzibar. Kwenye eneo la nishati na madini, kama tulivyokuwa tumesikia awali, tunataka tumehimizwa sasa, Chama cha Mapinduzi kinahimiza serikali kuimarisha mashirikiano na sekta binafsi ambayo ni muhimu katika upatikanaji wa nishati ya mafuta, lakini vile vile kuwekeza katika upatikanaji wa nishati ya umeme. Changamoto iliyokuwepo Zanzibar, maendeleo yale ni makubwa, lakini nishati ya umeme ina changamoto kubwa. Kwa sasa absorption capacity inakwenda hadi megawatt 120, lakini uwezo wa waya ambao unaotoka Tanzania bara kupeleka Unguja, katika kisiwa cha Unguja, ni megawatt 100. Kwa hiyo kutokana na uwekezaji uliopo, miundombinu iliyopo, bandari ya Mangapwani, hoteli zilizopo, ni lazima Zanzibar iwe na chanzo cha uhakika cha upatikanaji wa umeme. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kinaielekeza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuendelea na jitihada za kutafuta umeme ili kuimarisha hatua zote za kiuchumi za jumla pamoja na za wananchi moja moja. Kwenye eneo la kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji, Chama cha Mapinduzi imeitaka serikali kujenga karakana za kufanyia matengenezo ya ndege za nje na za ndani. Kwa hiyo kutakuwa kuna hanga ambayo itakuwa inahudumia ndege ambazo zinafika pale Zanzibar, lakini vile vile Chama cha Mapinduzi inaitaka serikali kujenga maegesho mapya ya kuegesha ndege ambayo yatakuwa ni 8 na kuongeza idadi ya safari za ndege zinazoingia moja kwa moja Zanzibar kufikia 125,026. Lakini vile vile Chama cha Mapinduzi kimeitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kujenga uwanja wa ndege wa Paje katika mkoa wa Kusini, lakini vile vile kuendelea na kujenga na kuimarisha kiwanja cha ndege cha Nungwi katika mkoa wa Kaskazini. Kwenye eneo hili kwa ujumla wake, Chama cha Mapinduzi kimeitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhakikisha inaimarisha viwanja vya ndege pamoja na usafiri kwa ujumla. Ndugu mwenyekiti, hayo ni maeneo machache katika mengi ambayo Chama cha Mapinduzi imeyaeleza katika ilani yake ambayo yazingatiwe katika utekelezaji katika mwaka 2025 hadi 2030. Pamoja na mafanikio yote, lakini bado tunaona kwamba Chama cha Mapinduzi kinaelekeza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuimarisha zaidi katika utoaji wa huduma, ukuzaji wa uchumi. Kwenye hili, ndugu mwenyekiti, mgombea wa urais wa Zanzibar ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, ametoa ahadi katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Anatuahidi kwamba ataongeza kasi ya maendeleo na kuimarisha vyanzo vya mapato, kukuza uchumi wa Zanzibar na kuhakikisha kwamba wananchi wote wa Zanzibar wananufaika na huduma bora za kijamii. Dr. Hussein Ali Mwinyi anasema kazi na utu, tunasonga mbele. CCM oye! Asante sana. Nashukuru sana. Asante. CCM oye! Zanzibar oye!